Wacheni tuombe. Baba, katika jina la Yesu, adhuhuri jema twaja mbele zako tukisema ni asanti kwa wema na fadhili zako. Jehova Mungu, tumekuja siku ya leo kusikiliza kutoka kwako. Tunaomba Mungu uwepo wako ukanja ndio ukaweza kuongea na sisi Jehova. Tunakungojea Mungu ndio ukaweza kubadilisha mienendo yetu. Na ni katika jina la Yesu tumeomba na hata kuamini. Unaweza keti. Bwana asifiwe. Wanaotazama kutoka nyumbani, praise God. Ni wakati mwema Mungu ametuleta katika kikao hiki cha Sosiani ndio tukaweza kusikia neno lake wakati huu tunapoenda climax ya Women's Guild. Kwa majina naitwa Grace Washira, nimeokoka. Nashukuru Bwana kwa kunilinda na kunipea neema yake, imeniwezesha kufika wakati huu. Sio kwa nguvu yangu, sio kwa uweza, lakini imegharimu mkono wake wa Bwana. Bwana asifiwe. Huu mwaka tuko na theme, ama ndio tunaita kwa Kiswahili mwongozo, ambao inasema forget not the Lord your God. Bwana asifiwe. Forget not the Lord your God. Na kwa Kiswahili si nitaongea kwa Kizungu na pia Kikuyu kidogo, ni kuwa tujihadhari tusisahau Bwana. Mungu ametuangalia, labda akaona tumemsahau, tumeenda kwa njia zetu, ndio anataka kusisitiza wakati huu ya kuwa tujihadhari tusimsahau. Bwana asifiwe. Tumesoma kutoka kitabu cha Kumbukumbu la Torati ama Deuteronomy, from the chapter 8 from verse 11 to 20. This is the time Moses was speaking to the Israelites, and he was reminding them that take care that you do not forget your God. Bwana asifiwe. He was reminding them from where they had come from. They had come from Egypt where they were suffering, and they were now about to enter the promised land of Canaan. And he knew that one time people get blessed, sometimes we forget our God. So he was talking to them, lest they forget their God when they are blessed. Bwana asifiwe. Na sisi wakati huu tuko hapa Sosiani, Mungu ametuwezesha tukafika that 7th day of June of 2020, so that we may come to his sanctuary and listen to him this day. Bwana asifiwe. There are several cases in the Bible about people who were blessed by the Lord and they forgot him. Maybe God has looked at us, women, and maybe he has seen we have forgotten him. He wants the opening verse of that chapter 8. It says, be careful to follow every command I'm giving you today, so that you may live and increase and may enter and possess the land that God has promised an oath to your forefathers. Bwana asifiwe. Last year at a time as this, our theme was learning with perseverance. Nakumbuka tukiimba nyimbo tukisema ya kuwa tutajaribu tukaze mwendo ndio tukaweza kufika. Bwana asifiwe. Mungu ametuwezesha kutoka 2019 tumefika 2020 ndio tukafika. We have persevered. Bwana asifiwe. Akarudi akatuangalia akaona sasa hao watu wamekimbia na wameshida mwendo, sasa ni nini nitawaelezea. Akaona tunaweza kimbia na tukamaliza mwendo, halafu tukuja tukasahau Mungu. Akaona ni vizuri atukumbushe ya kuwa tusiwahi kumsahau. Bwana asifiwe. Ya kuwa mutaenda huko Canaan, mutapata nyama, mutapata maziwa, mutapata asali, lakini jihadharini msisahau Mungu. Bwana asifiwe. Siku ya leo Mungu anakuongelesha wewe kama mama,
anakuelezea jihadhari, usisahau Mungu. Ulitoka 2019, nikakuja nikakubariki na watoto, nikakubariki na kazi, nikakubariki na nyumba, nikakubariki na gari, ukapata promotion kazini. Jihadhari usikuja ukasahau Mungu. Bwana asifiwe. Wakati huu ni wakati mgumu tunaopitia. Tuko katika ile time ya COVID-19. Na kila wakati siku hizi we see the Ministry of Health coming to remind us each and every day that we need to be careful. Put the masks on. Juu wamejua tunasahau. Sisi ni binadamu na huwa tunasahau. Tunaambiwa maintain social distance like we are doing in our church today, because we must submit to the authorities. Pia wanatuambia tumia sanitizer, tunaambiwa wash your hands now and then. Bwana asifiwe. They keep on reminding us each and every day. The same was happening to the Israelites. Moses was reminding them that do not forget where God has taken you from. Wakati mwingine tunaenda tunafanya kazi, unaona kama ni wewe umefanya kazi na uwezo wako, unaona ni kama wewe ndio unajua kuhaso sana, unaona wakati mwingine ni kama ni vile umesoma sana, wewe ndio umejifikisha hapo. Saa zingine tunaangalia uongozi, unaona kama unaongoza na ni wewe umejipeleka. Lakini Mungu wakati huu anataka kutukumbusha ya kuwa jihadhari, usisahau ya kuwa ni Mungu amekufikisha mahali huko. Bwana asifiwe. Ni mambo mingi sana tunaweza kuwa tumefanya na tumesahau, lakini Mungu anataka kutukumbusha ya kuwa do not forget that I am the Lord. I am the one who gives you ability to do everything that you do. Bwana asifiwe. Tukiangalia kanisa kama siku ya leo, tungekuwa tumejaa tukivaa uniform yetu, tungekuwa tumeiba sana, tungekuwa tumeluka. Lakini Mungu anatuongelesha akiwa juu, msikuje mkasahau ya kuwa ni mimi nawapeaga uwezo ya kukuja kanisa. Sio kwa nguvu zenu, sio kwa ushindi wenu, lakini inagharimu mkono wa Bwana hata sisi kukuja kanisa. Sio kwa nguvu zenu that watoto wenu wanaenda shule, sio kwa nguvu zenu that watoto wenu wanaweza enda university, lakini ni Mungu tu. Sahi amesimamisha, hawawezi enda, lakini Mungu akisema tu jambo moja, itakuwa hata kama ni kesho watoto wetu wanaweza rudi shule. Bwana asifiwe. Sisi wa mama na sisi wa baba, kila mtu ajiulize kwa roho yake na nafsi yake, ni nini hii nimefanya ya kuwa Mungu siku ya leo ametumana nikuje nikumbushwe, nijihadhari nisiwaisahau Mungu. Kama ni nchi ya Kenya, Mungu anataka kutuelezea ni nini hiyo mmefanya wa Kenya ya kuwa Mungu anataka tujihadhari tusikuja tukasahau Mungu. Si ati watu wanajua kucheza siasa sana, si ati ni economy tunajua kuchunga sana. It's not because we have the best economists, it's not because we have the best professors, but it is all about God. Bwana asifiwe. Wacheni kila mtu kwa nafsi yake ajiulize, ni nini hii nimefanya Mungu akatumana nikuje nikumbushwe ya kuwa jihadhari usikuje ukasahau Mungu. Ningetaka tuangalie a few characters in the Bible wenye walikumbuka Mungu na Mungu akawa increase na wakaendelea na kuwabariki. Wa kwanza ni Hana. Tunajua Hana hakuwa amebarikiwa na mtoto, lakini Hana alijua si kwa nguvu zake ati angepata huyo mtoto. Akajua tu ni kuangalia Mungu na kumuomba akapata mtoto. Na tunajua Hana alienda katika kanisa, akaomba Mungu na akamkumbusha, Mungu ukinibariki na mtoto, nitamtoa nikuje akuja katika nyumba yake. And we know God blessed Hannah with a child, Samuel. And Samuel was dedicated to the house of the Lord. Bwana asifiwe. We also have Abigail. Abigail was the wife of Nabal.
There's a time that David sent that they may give them, because she came from a rich family. Nabal was very rich. So Abigail was told by the servant that your husband was requested by David that he may give him something so that he could fight for us. And Nabal did not give. So what did Abigail do? She took something and she took to David because she remembered what David had done for the family. As a woman, are you going to stand as Abigail so that God may remember your family? Bwana asifiwe. We also have Ruth and Naomi. Naomi had gone to Moab, and when there was a lot of famine, now Naomi remembered that she had come from Jerusalem, and she knew there God was worshipped. So she told Ruth, let's go back to where we came from so that we may be blessed there. And then Ruth told Naomi, I'm not going to leave you, I'll go with you, your God will be my God. Bwana asifiwe. Na sisi kama wamama, sijui ni nini unaweza kuangaliwa na watu waseme isipokuwa ni fulani wa fulani, mimi singekuwa nimefika hapa. Bwana asifiwe. Will your family be blessed on your behalf? Bwana asifiwe. Will you remember where you came from, just like Ruth and Naomi remembered? Bwana asifiwe. We also have Esther. Esther was in the king's palace, and the Mordecai came to request the king on behalf of the Jews. And Esther remembered that we can only get this breakthrough through praying God. And she told Mordecai, go tell the Jews to remember God for 3 days and 3 nights without eating anything. And that way, the Jews got their breakthrough out of that. Bwana asifiwe. Wewe utasimama kama Esther on behalf of the nation of Kenya. Can you remember God like Esther remembered God? And the nation of Kenya will be blessed through you. Bwana asifiwe. Tuko pia na mama mwingine alikuwa anaitwa Lydia. Lydia alikuwa mfanyikazi wa kuuza manguo. Na wakati mmoja akina Paulo walipitia huko, yeye alipopeleka kwa nyumba yake, akawapea chakula na kaita jamii yake, wote wakakuja wakabatizwa, na watu wakajua it is because Lydia was a godly woman. Mwathani agocwo. Sijui wakati huu tutasema nini ya kuwa on behalf of my family, I'm going not to forget my God so that God may make my family to stand. I don't know what we are going to do today, that God is reminding us, do not forget the God so that the nation of Kenya may stand. Bwana asifiwe. Sijui ni nini tutafanya on behalf of our villages, ya kuwa sisi tusimame, tusisahau Bwana, ndio Mungu akakumbuka vijiji zetu. Kuna mtu alikuwa anaitwa Nehemia, akakumbuka ya kuwa sio kwa nguvu yangu, lakini nikienda ninyenyekee kwa Mungu, nimuite, atakuja na atakumbuka where my forefathers were buried. And we know what Nehemiah did. Once he remembered God, God gave him victory and success, and they were able to build the walls of Jerusalem. Today, I don't know what you are going to do so that you may build the walls that are broken. There are walls of corruption. There are walls of nepotism. How can you stand as a woman so that the nation of Kenya can stand? By remembering God. That is the only solution. There is no other solution. Solution tu ni kusimama na kuita Mungu Baba, ndio nchi yetu ikaweza kusimama, ndio tukaweza kukula asali, ndio tukaweza kukula nyama, ndio tukaweza kukunywa maziwa. Hatutaweza kukunywa hizo zote kama tutasahau Mungu. It does not matter how rich you are. It does not matter how poor you are, if you do not seek the face of God. There is no victory, there are no blessings if you do not seek God. Bwana asifiwe. Tunajua mtu kama Daudi katika Biblia. Daudi kila wakati alikuwa ananyenyekea, anaita Mungu. Even the time he was fighting Goliath, he realized that it is only through the power of God that he could fight. And God remembered him and gave him victory.
We know about Solomon. Solomon, before he received the leadership on his shoulders, he first went to God and he sought God and he told God, I pray, Jehovah Father, that you are going to be with me, that you are going to lead me, that you are going to hold me by thy right hand, so that I may have breakthrough in my leadership. And we know God gave him wisdom, and even there is no other person that was as rich as Solomon. Bwana asifiwe. Wakati huu sijui ni sisi ni nini hii tunaangalia, sasa hatujatafuta Mungu. Hakuna kitu ingine. Solution ni Mungu peke yake. We know about Daniel. Daniel sought God. Daniel knew it is not about the food that is in the palace. It is not about the clothes that you put on, but he knew it is only about God. And we know that they were promoted in the province of Babylon together with Meshach and Abednego, because God knew that these are people after my own heart. They did not forget when they went to palace. I don't know sisi kama siku ya leo mmoja wetu waabiwa aende pale State House. Sijui kama tutakumbuka Mungu, ama sasa utasema mimi nimefika mahali nilikuwa naenda. Bwana asifiwe. Tuko pia na somebody, a king of Israel called Asa. Asa vile alipewa uongozi, alijua mimi sitaweza kuongoza peke yangu. And he went and sought God. And God told him, when you seek me, you'll find me. But when you forsake me, I'll also forsake you. Bwana asifiwe. Tusifike hapo wakati ya kuwa Mungu anaweza kutuambia ya kuwa ninyi mumeniacha na mimi sitakuja karibu na ninyi. Wacheni tuende karibu na Mungu, ndio Mungu akaweza kutubariki. Pia kuna wale walisahau Mungu. I'll give a few examples. Tuko na Samson. Samson alikuwa amepewa uongozi na Mungu na alikuwa amepewa nguvu sana, lakini kuna mahali Samson alikuja akasahau Mungu. Siku moja akalala na hakujua ya kuwa Delilah alikuwa ashanyoa nywele yake. Tunasikia Samson was thinking that I'll just wake up as normal and fight the Philistines. Bwana asifiwe. Lakini tunasikia Mungu hakuwa anataka. Samson alikuwa ameona kama yeye mwenyewe ndiye alikuwa amejipea nguvu. Mungu anataka we acknowledge his power. We acknowledge that we cannot do without him. And we also have Sapphira and Ananias, the story that is in the book of Acts chapter 5. Sapphira and Ananias went and sold their land. And they were taking the money to the disciples, but they had hidden part of it for themselves. And when they were asked, where is the other money? We know the story the way it went. They all died because they failed to acknowledge the power of God. They forgot that it is God who had given them that land. It is God who had given them the ability to look for riches. Bwana asifiwe. Pia tuko na huyo Nabal, the husband of Abigail. Ila wakati alikuja akaambiwa na Daudi ampe ng'ombe na vitu ndio akaweza kupea Hezame. Tunasikia Nabal akitukana Daudi, akimuuliza wewe ni wa wapi? Wewe umetoka wapi? Mimi siwezi husika na mtu kama wewe. I don't know what is it. Nabal, we know after 10 days he died. He failed to acknowledge that it is God who gives. Even if he was very rich, he died and he left the riches. Bwana asifiwe. Wacheni sisi wenye tunajuana na Mungu tukatafuta huyu Mungu, because atakuja kutufanyia mambo makuu. We also know the story of Ahab and Jezebel. They forgot that it is God who had given them the ability to be in leadership. They went and stole Naboth's vineyard, and we know how their story ended. We also know of the rich fool in the book of Luke chapter 12. This is a guy mwenye alitafuta mali. Akasema sasa imefika wakati wangu. Niende nijenge, nikae chini nikunywe na nile. Bwana asifiwe. Hata sisi hakuna mtu anaweza chukia kukaa tu chini, tukule, tushibe, tuvae vizuri, tuendeshe magari mzuri,
tuishi nyumba mzuri. Hakuna mtu hawezi taka hivyo. Hata this rich fool alikuwa amefika hapo, lakini alisahau kitu moja, ya kuwa these riches are given by God. Bwana asifiwe. Akaona ni kama ni nguvu yake, akaona kama ni uwezo wake, akasema nitakaa chini nikule na ninywe. Naye Mungu akamwambia, wewe ni mjinga, wakati wa leo utakuwa mbinguni na hata hiyo mali hutaila. Bwana asifiwe. Ni nini sisi wa mama tunafanya ndio tukaweza? Sisi wa baba ni nini tunaweza fanya ndio Mungu akaweza kubuka sisi? Bwana asifiwe. There is this song we normally sing. Neke wanirio gicoka thu. Neke wanirio gicoka thutha. Ririkana indo ciothe nĩ cia kũheo. Ndũrĩ kĩndũ wokire nakĩo gũkũ thĩ. Neke wanirio kĩgarũrũka. Neke wanirio gicoka thutha. Ririkana indo ciothe nĩ cia kũheo. Ndũrĩ kĩndũ wokire nakĩo gũkũ thĩ. Bwana asifiwe. Hakuna kitu sisi tulikuja nayo huu ulimwengu. Nothing. All that we have today, if we look back, si vile tulikuwa tunakaa huko kijijini. Unaangalia, saa zingine tunakaa nyumbani tunaelezea watoto, tulikuwa tunatembea shuleni miguu tupu, uko tu na nguo moja ya Sunday best, uko tu hata kiatu hatukuwa tumeona. Now we used to go to the same toilets we are sharing. I don't know how that used to happen. Hatukuwa tunagojeka. You know that. Nguo ikiraruka inawekwa nini? Na sisi ndio sisi siku ya leo. Inaweza fikaje ati sisi tunaweza sahau Mungu? Na unaweza ingia kwa wardrobe yako, ubadilishe nguo uvae hii, unaweza badilisha kiatu uvae hii, unaweza. How can we forget our God? Tunaweza sahau Mungu kweli? Pale Mungu ameona tumemsahau, wacheni tujihadhari. Bwana asifiwe. Kuna hii ingine inaibwa, ndakaire Jehova otonga muingi ma, otonga wakwa muingi wa ng'ombe na mbũri nyingĩ ma, ngĩona ta ndaiganĩra ngĩriganĩrwo nĩ Ngai ũheana. Ngũkaĩra Jehova ndĩ mũnyamaru Ngai wakwa, na rĩrĩa njiganĩire na maũndũ ma thĩ ndingĩmũririkana Ngai wakwa. Bwana asifiwe. Ona ũcio no mũndũ wakaĩra Jehova akĩmwĩra, Mwathani ndahoya ũndirikane ũhe ũtonga, nake Mwathani akĩmũririkana akampatia ng'ombe na mbuzi na mali mingi sana. Lakini wakati huyu mtu alipata hizi vitu akasahau na Mungu. Sijui sisi watu wa Sosiani siku ya leo ama mahali unaponitazama, sijui ni nini hiyo Mungu alikupatia ukaona kama ni nguvu zako umejifikia. Bwana asifiwe. Jihadhari. Be careful. Do not forget your God. Bwana asifiwe. I want us to look. The book of James inatuelezea about submitting ourselves to God. Kitabu ya James inauliza ni nini hiyo inafanya kila wakati tunapigana. Ni nini hiyo inafanya wakati mwingi juu? Kama tungekuwa tunajua Mungu, hatuwezi kuwa tunapigana, hatuwezi kuwa tuko na masegenyo, hatuwezi kuwa na chuki kati yetu, hatuwezi kuwa na mambo yenye haihitaji. Bwana asifiwe. Anasema the only thing is that you humble yourself before God and he is going to lift you up. Bwana asifiwe. The lessons for today. I have 5 lessons from this chapter, from the 2 texts that we have read today. And each of them should start. Be careful, number 1, to seek God. Number 1, the first S. I have 5 S. Number 1 is be careful to seek God. In the book of 2 Chronicles chapter 15 verse 2,
The Lord is with you when you are with him. If you seek him, he will be found by you. But if you forsake him, he will forsake you. Musa alikuwa anakumbusha hawa na Israeli ya kuwa mkienda pale nchi ambayo iko na vitu zote mzuri, mtaenda mjenge manyumba, mtaenda maybe mpate magari, mtaenda mfanye biashara kubwa kubwa, lakini msisahau Mungu mahali ametoa. Lakini siku ya leo Mungu anatukumbusha ya kuwa let us seek him in truth and in spirit. Tutafute Mungu wakati anapopatikana. Bwana asifiwe. The second S is service. Service. We have been called to serve God. Bwana asifiwe. When God created us in the book of Genesis, when God created man in the book of Genesis, Genesis chapter 1 verse 28, God told man, fill the earth and subdue it. Rule over the fish and the birds and every creeping creature that moves on the ground. So, our duty today is to serve God. When we serve God, we will be serving humanity. We will be serving the environment. We will be serving the nation. We have been called today to serve. Bwana asifiwe. Be careful to serve. Don't forget to serve. There is that emphasis that Moses was giving. He was saying, be careful to do this. Do not forget to do this. Because it's an emphasis that he was giving. So, be careful to seek God. Don't forget to seek God. Be careful to serve. Don't forget to serve God. The third S is sacrifice. Sacrifice. We must sacrifice for our God. God has given us treasures. Tuko na mali, tuko na vitu Mungu ametubariki nazo. He wants us to use that treasure in serving the humanity, in serving him. Bwana asifiwe. God has given us time. Let us use that time to sacrifice on our God. Take your time to serve this God. God has given us talents. Use that talent to sacrifice on behalf of God. If God has blessed you with kipawa cha uimbaji, iba kama hutaiba siku ingine. If God has given you the talent of administration, serve like you will never do it again. If God has given you the talent of doing whatever it is that God has given you, please do it on behalf. Do not forget to sacrifice. When you read in that book of Deuteronomy, you will see Moses even speaking to the children of Israel, telling them about tithe, about offering, because it is godly to give. You cannot say that you are serving God if you are not giving your tithe, if you are not giving your offertory, that it is in the law and it is in the book of Deuteronomy. May God help us that we may give our treasures, our time, and our talent. The fourth S is submission. Submission. In the book of Romans chapter 13, the Bible talks about submitting to authority. Submitting to authority. And the book of James chapter 4 verse 7 about submitting to God. God is the overall authority. He is the supreme authority. And you cannot say you are not respecting your leaders and they say that you are respecting God. You must first submit to the earthly leaders so that we may submit to God. Bwana asifiwe. Wakati huu tunaambiwa tuvae masks, tunaambiwa tuoshe mikono, tunaambiwa tuweke social distance, tunaambiwa tufanye ile mambo ingine tunaambiwa na serikali. Lazima tutii ndio tukaweza kufurahisha Mungu. Lakini kama sisi tutajiongoza tukisema hatutatii wale wako viongozini, hatutaenda mahali. That way we will not
we are forgetting our God. We must respect the leaders that God has bestowed on the Women's Guild. We must respect them. Wakituambia tunaenda hivi, tunawafuata. Bwana asifiwe. Viongozi wa kanisa lazima tutii. Viongozi wa vijiji lazima tutii. Viongozi wa nchi lazima tuwatii. Bwana asifiwe. Sijui ni nini, maybe Mungu ametuangalia akaona hawa watu wa Kenya wamesahau, hawatii wale viongozi ambao nimewapea. Lazima tutii wale viongozi Mungu ametupea. The last S is surrender. Surrender. We must surrender to God. We must tell God, it is all about you. It is all about you, God. It is not because I know anything. It is not because I have anything. But I'm just surrendering to you, God, that your will be done upon our lives. That your will be done upon the nation of Kenya. That your will be done upon the nation of the world. Bwana asifiwe. We must remember to surrender to God. Hakuna njia ingine. Hakuna njia ingine. For us not to forget our God, we must be careful to surrender to him. And surrender to him alone. Bwana asifiwe. Si kwa ati maarifa yetu, sio kwa utajiri wetu, sio kwa chochote chetu tulicho nacho, lakini we must surrender to God. Mungu ako na mambo mazuri juu ya maisha yetu. Tukimtafuta, when we seek him, when we serve him, when we sacrifice, when we submit to him, and when we surrender to him, tutakuwa tumefuata njia zake. Mungu atuwezeshe. Wamama wa Women's Guild, wababa wote, nchi yote ya Kenya, may God help us to surrender to God. In the book of Ecclesiastes, the last verse, chapter 12, verse 13. Now all has been heard. Here is the conclusion of the matter. Fear God and keep his commandments, for this is the whole duty of man. Fear God and keep his commandments, for this is the whole duty of man. There are consequences of failing to obey the commands of God. There are consequences of not wearing a mask. There are consequences of not keeping the social distance. We know the consequences that are there. You either go to lockdown, unapelekwa isolation, unaweza wekwa quarantine, ama unakaa nyumbani. Naye Mungu, if we do not obey him, there are consequences. There are consequences of obeying God, and there are also consequences of not obeying God. May this day, may we all choose to obey God. Bwana asifiwe. Nikataka tusimame na praise team tuongoze kwa huu wimbo wa I surrender all. Kila mtu ajipeleke kwa Bwana, tuweze kuambia Mungu ya kuwa mwaka huu ambao umetukumbusha ya kuwa kutafute. Mungu, tunataka kukutafuta sana, more than we did last year. In this year of 2020, God, we want to seek you more than we sought you, Jehovah. We want to serve you more. We want to sacrifice more. We want to submit more. And we want to surrender everything unto you. I
for 2020, King of all glory. That we surrender all unto you, mighty Redeemer Jehovah. We cannot make it without you, King of all glory. We surrender everything that you have given unto us, unto you, mighty Lord. Our children, Lord, we surrender them unto you, King of all glory. Our husbands, we surrender them unto you, God. Jehovah Father, we surrender even our jobs unto you, Jehovah Lord. Our businesses, we surrender them unto you. We surrender even our nation, the whole world, King of all glory. We surrender everything unto you, mighty Lord. May your will be done upon our lives, King of all glory. We acknowledge that there is nothing that we can do without you. But when you are on our side, King of all glory, we can make it, Almighty Lord. May you be by our side, King of all glory. In the mighty name of Jesus, we pray and give thanks.